Bwana ninataka hili, kwa kuwa nimechafuka kwa moto au kwa maji, unisafishe kabisa. Unisafishe Mwokozi, ndani na nje kwa moto, utakavyo ili dhambi ife kwangu, ife kwangu. Upewa hekima yote, itakuwa tunu kubwa, lakini moyo safini bora kwangu, bora kwangu. Unisafishe Mwokozi, ndani na nje kwa moto, utakavyo ili dhambi ife kwangu, ife kwangu. Mpaka moyo ni safi, siwezi kuyafahamu mambo mazuri ya mbingu, mambo mazuri ya mbingu. Unisafishe Mwokozi, ndani na nje kwa moto, utakavyo ili dhambi ife kwangu, ife kwangu. Basi kwa namna ya pekee sana nipende kumshukuru Mungu, nipende kumshukuru Baba yetu wa mbinguni kwa nafasi ambayo ametupatia katika wakati huu, katika siku hizi za mwisho, katika wakati huu wa rehema yetu mchache uliosalia. Ni nafasi ya pekee sana ambayo Bwana ametupatia kuweza kukutana mahali hapa na wewe mpenzi mtazamaji wetu wa The Final Warning TV. Neno la Mungu linatuambia, mtafuteni Bwana maadamu anapatikana, muiteni maadamu yu karibu. Tumekuwa tukiangalia jinsi ambavyo neno la Mungu linatudhihirishia kabisa ya kwamba muda umekwisha. Tumekuwa tukijifunza na kupitia neno la Mungu, kupitia nadharia, lakini kupitia vitendo na namna ambavyo unabii wa Biblia unatimia kwa kasi, kama ambavyo tumeambiwa kwenye kitabu cha Shuhuda kwa Kanisa, gombo la 9 na ukurasa wa 160, ukurasa wa 167. We are living in the last days. The end of all things are at end. Tunaishi katika siku za mwisho. Mwisho wa kila kitu upo karibu. Lakini tumeambiwa kamwe tusitoe neno lolote la kuashiria kutokuamini na mashaka. Tusitoe neno lolote ambalo litaashiria kutokuamini na mashaka. Mwisho wa kila jambo upo karibu. Kwa hivyo leo tena Bwana ametupatia nafasi, tutaenda kuangalia tafakari ambayo itazidi kutuonesha, baada ya kuzidi kuona ni kitu gani ambacho kinaendelea ulimwenguni, kuonyesha utimizwaji wa unabii wa Biblia ambao unazidi kutuonyesha ya kwamba mwisho wa kila jambo umefika. Na huo ni ushahidi ambao wale ambao wanaangalia haya yanayozidi kuendelea siku kwa siku watakuwa na maswali kwa sentensi hiyo, kwamba kweli tunaelekea mwisho. Yale ambayo yamekuwa yakitabiriwa tangu zamani yanaenda kufikia hitimisho lake. Lakini swali linabaki kuja kwetu, are you ready? Are we ready? Je, tumejiandaa? Umejiandaa? Nimejiandaa, kwa sababu tunajua suala la kujiandaa ni suala la mtu binafsi. Kweli umejiandaa kuonana na Kristo? Je, nimejiandaa kweli kuonana na Kristo? Kwa hiyo
tutaangalia ni maandalizi gani tumekuwa tukiangalia. Kwa hiyo vitu vingi tutazidi kuimarisha na kuweka msisitizo zaidi na kusaidiana pale ambapo tunahitajika kuona kwamba hapa msaada wa Kristo na msaada wa uzoefu binafsi unahitajika. Kwa hiyo tutazidi kujifunza na kuzidi kuonyesha nini ambacho kinaendelea ulimwenguni, lakini tutazidi kuonyesha sasa nini tunapaswa kufanya ili tuweze kuokolewa katika nyakati hizi za mwisho, nyakati za hatari, nyakati ngumu. Tupige magoti kwa ajili ya ombi, kisha tuzidi kuona ni kitu gani ambacho ninatamani tukitafakari katika wakati huu. Basi niwakaribishe wewe ambaye unanitazama na wewe ambaye unanisikiliza kupitia media hii ya The Final Warning TV. Basi katika wakati huu tuungane pamoja tunapomsihi Baba yetu wa mbinguni, tuongozane pamoja katika safari hii ya kujifunza hata mwisho wa kipindi hiki. Basi tupige magoti kwa ajili ya ombi. Baba yetu mwema, Baba mtakatifu, tunakushukuru kwa wakati huu, wakati mwingine tena ambao umetupatia nafasi hii kwa ajili ya kujifunza ukweli utokao katika chumba cha pili cha patakatifu patakatifu, kwa ajili ya kuziosha na kusafisha nia zetu. Tunalisifu na kulitukuza jina lako. Asante kwa sababu ya upendo wako mkuu kwa kumtoa mwana wako mpendwa ambaye alikubali kwa hiari kuyatoa maisha yake na kuwa dhabihu pale msalabani, ambayo kupitia kwa dhabihu yake na kafara ambayo alitoa mwana wako, nasi tunapata neema ya kukukaribia wewe. Baba, tunakusihi ujumbe huu, hebu tusaidie tukaufanye kana kwamba ndio ujumbe wetu wa mwisho kusikia. Alafu baada ya hapo yamkini tutakwenda kukutana uso kwa uso na wewe. Tusaidie, weka umakini katika akili zetu, katika akili yangu, ukianza kuzungumza nami na msikilizaji na mtazamaji wako. Basi ukatupatie nguvu ya kutembea kulingana na kila neno utakalopenda kuzungumza nasi. Nitumie kama upendavyo, zungumza uyapendayo ambayo unaona kwamba yatamfaa mtoto wako mmoja ambaye amekubali kutoa muda wake kusikiliza sauti hii. Asante kwa sababu wewe ni mwema. Asante kwa sababu utakuwa nasi ukituongoza tangu mwanzo hata mwisho wa kipindi hiki, na hata katika vipindi ambavyo kwa majaliwa yako utatupatia kupitia media hii. Kupitia media hii Bwana, ukazidi kugusa mioyo ya wengi. Asante kwa kuwa tutakuwa pamoja katika tafakari hii kupitia jina la Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Naomba tukishukuru. Amen. Basi ningependa kuanza na sentence moja ambayo inatoka katika kitabu cha Counsels for the Church. Ningependa kuanza kwa sentence hiyo ambayo inatoka katika kitabu cha Counsels for the Church. Ama wewe ambaye una kitabu, utayarisha njia sehemu ya kwanza. Kwa wewe mwenye kitabu cha Nuru Safarini, ama wewe mwenye kitabu cha Nuru kwa Kanisa, na kutajia vyote hivyo ili kwa wewe ambaye una nakala tofauti ama toleo tofauti, basi tuweze kwenda pamoja. Counsels for the Church, Nuru kwa Kanisa, Nuru Safarini, kutayarisha njia sehemu ya kwanza. Na ninaenda kusoma katika maneno yanayopatikana kwenye sura ya 6 ya kitabu hiki ambacho ninakitumia mimi, ni Nuru kwa Kanisa. Kwa wewe ambaye una Nuru kwa Kanisa, basi twende pamoja katika ukurasa wa 57. Lakini kwa wewe ambaye una kitabu cha kutayarisha njia sehemu ya kwanza, basi utaangalia sura ya 6 inapatikana ukurasa wa ngapi? Ni ukurasa wa 2 baada ya kuanza kwa hiyo sura. Sambamba na wewe wa kitabu cha Nuru Safarini, utaangalia ukurasa wa 2 kutoka mwanzo wa hiyo sura. Basi utaona katika ukurasa wa 57 aya ya 2, Nuru kwa Kanisa. Wewe wenye nakala tofauti, basi utaangalia hiyo aya inapatikana katika aya ya ngapi kwa kusikiliza maneno ambayo nitayasoma. Natamani tuanze kwa tafakari kwa maneno haya yanayopatikana katika kitabu hiki, ndipo tuone kwamba ni nini ambacho Bwana anatamani kuzungumza nasi katika saa hii. Aya ya 2 inasema, maisha ya Mkristo ni kusonga mbele daima. Maisha ya Mkristo ni kusonga mbele daima.
Yesu amekaa kama mtakasaji na msafishaji wa watu wake, na sura yake ikirudishwa ndani yao mithili ya nuru. Ni wakamilifu na watakatifu na walio tayari kuhamishwa kutoka katika ulimwengu huu. Nipende kurekebisha baadhi ya neno moja ili uweze kuielewa vizuri. Anaposema na sura yake ikirudishwa ndani yao, tumia maneno haya: na sura yake ikiakisiwa ndani yao. Na sura yake ikiakisiwa ndani yao, reflected, ikiakisiwa ndani yao mithili ya nuru. Ni wakamilifu na watakatifu na walio tayari kuhamishwa kutoka katika ulimwengu huu. Mkristo anayo kazi kubwa. Najua wewe ambaye yamkini huenda sio Mkristo, huenda ukawa ni Muislamu, huenda ukawa ni Mbudha, hawa ni yule ambaye huenda ukawa huna dini, lakini leo Roho wa Mungu amekugusa kusikiliza tafakari hii. Basi neno la Mungu linatuambia Mkristo anayo kazi kubwa. Kazi kubwa ipo ndani ya Mkristo. Anasema tumeonywa kujitakasa na kuachana na uchafu wote wa mwili na roho, utakatifu kamili katika kicho cha Mungu. Hapa twaona ilipo kazi kubwa. Kumbe kazi hiyo kubwa Mungu hajatuacha gizani. Ametuambia tumeonywa. Tumeonywa kitu gani? Kujitakasa na kuachana na uchafu wote wa mwili. Uchafu wote wa mwili. Alafu uchafu wote wa roho. Utakatifu kamili katika kicho cha Mungu. Utakatifu kamili, perfect holiness, perfect holiness in the reverence of God. Utakatifu kamili katika kicho cha Mungu. Kumbe ndiyo kazi ambayo tumeonywa. Moja, kujitakasa. Mbili, kujisafisha. Kuwa katika utakatifu kamili, perfectness, perfection, class perfection, perfection. Twende pamoja. Nasema hapa twaona ilipo kazi kubwa. Hiyo ndiyo kazi kubwa ambayo Mkristo anayo. Noti hayo maneno tutazidi kuangalia, nitaenda kwa taratibu sana huenda kuliko ulivyozidi kuzoea. Kwa sababu hapa ndipo kwenye ajenda kubwa ya maisha yetu ya kuokolewa. Kama wewe umedhamiria kweli kuokolewa, kwenye somo lililopita nilikwambia chochote ambacho unahitaji kukifanya, chochote ambacho Bwana anakutaka ukifanye leo, dhamiria. Danieli aliazimia moyoni mwake kutojitia unajisi kwa chakula cha mfalme na divai aliyokunywa. Danieli 1:8. Kwa hiyo chochote ambacho unahitaji kukifanya leo, dhamiria kwamba hiki kama ni Mungu ameniongoza, dhamiria. Yakobo alishinda kwa sababu alivumilia na kudhamiria. Ushindi utapatikana kwa wale tu ambao watadhamiria. Tazidi kuona leo. Anasema hivi, hapa tunaona ilipo kazi kubwa, kazi ilipo, hapa tunaona ilipo kazi kubwa. Kuna kazi ya daima kwa Mkristo. A constant work. Kuna kazi ya daima. Yani hiyo utaiacha ama itakoma kuwa kazi kwako. Kipindi moja utaacha kuwa Mkristo, lakini kipindi utakufa katika ulimwengu huu. Lakini as long as you are living, as long as you are a Christian, ili mradi wewe unaishi, ili mradi ni Mkristo, kuna kazi ya daima. Yani maana ya kazi ya daima, hakuna kuachia. Muda wote upo kazini. Tumezoea kazi nyingi ni masaa 8 unaondoka. Kazi zingine hata wale wanaofanya overnight, lakini kuna muda utaacha. Hii hakuna kuacha. Kazi ni ya daima. Yani hakuna muda utasema ninaacha nipumzike kidogo. At the time unaacha kupumzika kidogo, unasema ninaacha nipumzike kidogo, unakoma kuwa Mkristo muda huo. Kwa hiyo ili kudumisha Ukristo tulionao, tuna kazi iliyo kubwa tumeiona. Lakini hii kazi ni kazi ya daima. Hatuwezi kuiacha wakati fulani. Anasema hivi, kila tawi katika shina la mzabibu halina budi kutoa uzima na nguvu kutoka katika mzabibu huo ili kuzaa matunda. Yesu akituambia wanafunzi wake, kitabu cha Yohana 15, akiwaambia wanafunzi wake kwamba mimi ni mzabibu, Baba yangu ni mkulima. Kila tawi likalo ndani yangu hilo uzaa sana, ambalo halikai ndani ya mzabibu ambao ni Kristo, asema hilo halizai matunda. Na kadhalika akamwambia pasipo mimi ninyi hamwezi, kama vile tawi lisipoweza kuzaa kitu lisipokaa katika mzabibu.
kadhalika ninyi nanyi msipokaa ndani yangu. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Sasa tunaambiwa kila tawi katika shina la mzabibu halina budi kutoa uzima katika mzabibu huo. Haya matawi ni wa Kristo. Haya matawi ni wote ambao tunadai wafuasi wa Kristo. Alafu mzabibu huo ni Kristo mwenyewe. Ili tuweze kuzaa matunda ni lazima tukae ndani ya Kristo. Na katika kitabu hiko cha Yohana sura ya 15 utaona ni namna gani tunaweza kukaa ndani ya Kristo. Anasema kama maneno yangu yakikaa ndani yenu, ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni lolote mtakalo mtatendewa. Kwa hiyo tunaweza kukaa ndani ya Kristo, tunaweza kukaa katika mzabibu kwa maneno ya Kristo kukaa ndani yetu. Twende pamoja. Katika aya ya juu utaona kwamba tunapokaa ndani ya Kristo, kazi tuliyopewa ni nini? Kazi ya kujitakasa na kazi ya kujisafisha kutoka katika uovu, katika uchafu wote wa mwili, uchafu wote wa roho, na anatuambia ya kwamba utakatifu kamili, perfect holiness. Hiyo ndiyo kazi kubwa ya Mkristo ambayo tumeitwa kuifanya. Na tumekuwa tukiangalia ya kwamba ili kufikia perfectness in Christ's character, ili kufikia ukamilifu huo kamili katika tabia ya Kristo, tunaweza kufanya nini? Tumekuwa tukiangalia sana, nitajirudia baadhi ya vitu kwa utaratibu kabisa, ili tunapoenda katika matukio ya mwisho kabisa tutaenda kuona kabisa ni nini ambacho ni kiini kabisa cha Ukristo wetu. Katika kitabu cha Mathayo 6:33, wakati Yesu akituambia utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na hayo mengine yote mtazidishiwa. Leo ulimwengu unatafuta haki, hata kwa maandamano na mauaji. Nini kinatafutwa? Haki. Lakini Mungu alimetambua kwamba katika ulimwengu huu there is no righteousness. Hiko ni kitu ambacho ulimwengu hakitambui. In this world, in this haste, there is no righteousness, there is no peace. Ulimwengu unatafuta haki, ulimwengu unatafuta amani, lakini amani ya kweli, haki ya kweli haipatikani katika ulimwengu huu. Ndio maana Mungu anatuambia utafuteni kwanza ufalme wa Mungu, lakini na haki yake. Akijua haki ambayo tunaweza kuipata ikatusaidia ni haki ya Mungu, ama tunasema Christ's righteousness, haki ya Kristo. Lakini pia ulimwengu huu hauna amani. Kama kungekuwa na amani, Yesu asingesema maneno haya katika kitabu cha Yohana 14:27, amani na waachieni, amani yangu nawapa, nitoavyo mimi niwapavyo mimi, sivyo kama ulimwengu utohavyo. Ulimwengu unatoa amani katikati ya uasi. Yaani amani ya ulimwengu ni kukumbatia dhambi, ndiyo amani ya ulimwengu. Lakini amani ya Kristo ni kugombana na uovu. There is no peace on earth. Sikiliza. Katika kazi hiyo ambayo tumeambiwa ni kubwa, a constant work, kazi ya daima ambayo tunakoma kuifanya pale tu tunapokoma kuwa wa Kristo. Tunakoma kuifanya pale tu wakati Mungu atakaposema your life on earth is enough. Maisha yako kwenye ulimwengu huu yanatosha. Ama pale ambapo tunaamua kujiua sisi wenyewe. Kwa sababu kuna kujiua pia. Leo watu wapo wengi wanajiua kwa kunywa sumu, wapo watu wanajiua kwa kujinyonga, wapo watu wanajiua kwa ulaji mbaya. Kwa hiyo kuna kujiua. Pale ambapo utakufa basi utakoma kufanya katika kazi hii. Ama basi utakoma kuwa Mkristo. Na kazi hii sio kazi ya siku moja. Sio kazi ya siku mbili. It is a lifetime work. Ni kazi ya maisha yote. A lifetime war. A lifetime battle. Ni vita vya maisha yote. As long as you are a Christian. Sikiliza. Aya ya juu ya kwanza ya ukurasa wa 57. Anasema utakaso si kazi ya punde tu, saa moja au siku moja. Ni kukaa daima katika neema. Analinganisha na maneno haya aliyotuambia kwamba kazi hii ni kazi ya daima. It is a constant work, kazi ya daima.
Anasema ni kukaa daima katika neema. Hatuwezi kujua leo jinsi mashindano yetu yatakavyokuwa makubwa kesho. Kwa sababu gani? Maisha ya Kikristo yapo kwa namna moja. Wakati Yakobo alipoenda akikimbia ghadhabu ya Esau, kutoka nyumbani kwa wazazi wake, akakimbia kwenda kwa mjomba wake Laban. Lakini baada ya uchovu mwingi alipofika mahali akalala. Kwa sababu ya kuchoka, yani alitumia jiwe kuwa mto, yani hata kuona kana kwamba jiwe linaumiza. Lakini wakati akilala pale hopeless, akiwa hana tumaini, haoni chochote mbele ya maisha yake, wenda alitafakari mwisho wangu utakuwa ni nini? Na kimbia tu, niko porini, I have no house, I have no anything. Nini kitakuwa mwisho wa maisha yangu? Sawa, nimepewa mbaraka, nitaenda kutumia wapi? Nitakula hii. Kwa hiyo alikuwa hopeless pale alipolala, lakini Bwana alimshushia njozi. Wakati akilala, alianza kuona ngazi imetoka kutoka juu, kutoka mbinguni mpaka chini. Na ngazi hiyo malaika wakiwa wanapanda na kushuka. Ndipo alipojua ya kwamba hapa kumbe nipo na Mungu. Nini nilipotaka kuzungumza? Wakati alipoelezewa ile ngazi, Yesu anakuja kujibu kwamba ile ngazi alikuwa ni yeye mwenyewe. Kwenye kitabu cha Yohana sura ya 1 na mstari wa 51 anajibu kwamba ile ngazi ni yeye mwenyewe. Lakini Ellen G. White anaonyeshwa mfano ule wa kuonyesha ile ngazi ambayo imepanda kuelekea mbinguni. Kwenye kitabu cha Hell Lightings utasoma katika sura inayosema njozi za Mama Ellen G. White. Ni ukurasa wa 78 kwa wale wanaotumia maandiko ya awali inayofanana kwa muundo huu. Ni ukurasa wa 78. Sitaisoma. Nitazungumza tu kwa context ya kile ambacho natamani kukiingizia hapa. Ellen G. White alionyesha ngazi iliyopanda juu ambayo ilikuwa ni dhaifu. Anatahadharishwa kwamba wakati anapanda ngazi hii aangalie juu, asiangalie chini. Kwa sababu gani? Ngazi tunaambiwa ilikuwa ni weak, ilikuwa ni dhaifu. Kwa hiyo wakati angeangalia chini, angepatwa na kizunguzungu. Na anaishia kwa kushuhudia kwamba wengine wengi walianguka kabla hawajafika kileleni. Utaelewa nini nakimaanisha hapa? Kwa sababu gani? Waliangalia chini. Yule ambaye alishawahi kupanda kwenye mti mrefu anaelewa. Ukipanda kwenye mti wenye futi kuanzia 50, ukaangalia chini, utajihisi kana kwamba unadondoka. Ama uende ukachungulie kwenye shimo, kwenye mashimo yale, hata shimo lenye futi 100. Yani akili itakwambia mbona unadondoka hapo. Kwa hiyo aliambiwa utahisi kizunguzungu. Focus your eyes upward. Fix your eyes upward. Usiangalie chini. Ngazi ilikuwa dhaifu. Sasa rudi huku. Hatuwezi kujua leo jinsi mapambano yetu, mashindano yetu yatakavyokuwa makubwa kesho. Nini inamaanisha? Kwa kadiri maisha ya Mkristo. Kitabu cha Pambano Kuu. Ili tuende vizuri. Kitabu ni cha Pambano Kuu, ukurasa wa 423, ukurasa wa 423 aya ya 3. Tangu nyakati za Adamu hadi katika wakati wetu. Aya 3, aya 2 utaiangalia kwa mwenye nakala ya kitabu kidogo, lakini mwenye nakala nyingine ni aya 4 za mwisho. Utaangalia kwenye sura hiyo ya 20 na sura ya 31. Sura ya 30. Utaangalia aya 4 za mwisho. Anasema tangu nyakati za Adamu hadi katika wakati wetu, hadi kwenye wakati wetu. Tangu nyakati za Adamu hadi kwenye wakati wetu, adui yetu mkuu amekuwa akitumia uwezo wake wote kutesa na kuangamiza. Sasa anajiandaa kwa ajili ya pambano lake la mwisho dhidi ya kanisa. Huyu ni adui yetu mkuu. Anajiandaa kwa ajili ya pambano letu la mwisho dhidi ya kanisa. Sasa sentensi ambayo nilitaka kuitumia hapo. Anasema hivi, kwa kadiri Mkristo anavyotafuta kuiga kielelezo cha uungu. Sikiliza kwa makini mpenzi mtazamaji. Kwa kadiri Mkristo anavyotafuta kuiga kielelezo cha uungu, ndivyo anavyojibainisha kwa dhati mwenyewe kwa ajili ya mashambulizi ya shetani. Kwa hiyo wewe ukitaka ujiweke wazi, open,
kwa ajili ya mashambulizi ya shetani ni pale ambapo utatafuta kuiga kielelezo cha uungu. Na kumbuka, hiyo ndio kazi kubwa tuliyopewa. Sasa angalia muunganiko huo. Hiyo ndio kazi kubwa tuliyopewa, lakini kumbe kazi hii wote ambao wataingia kuifanya watajibainisha kwa dhati wenyewe kwa ajili ya mashambulizi ya shetani. Kama haitoshi, nenda ukurasa wa 160 wa kitabu cha ukurasa wa 160 wa kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote. Nenda hapo kwenye aya ya 3 ya nakala hii ndogo. Tunaambiwa wakati watu wakioje maisha ya Yohana Mbatizaji, lakini huko mwanzo sitaoje, kuna sentensi nasema kila Mkristo atavaa taji ya kafara. Kila mfuasi wa Kristo atavaa taji ya kafara. Na nasema kwa kweli hawataeleweka vizuri kwa watu wenye ubinafsi, na watafanywa kuwa alama kwa ajili ya mashambulizi ya shetani. Watafanywa kuwa target ya mashambulizi ya shetani. Hao ni nani? Wanaomfuata Kristo, wanaotafuta kufanya kazi hii ambayo tumeambiwa ni kazi ya daima. Rudi huku. Anasema hivi, shetani yu hai, naye ana bidii, na kila siku yatupasa kumlilia Mungu kwa bidii atupe nguvu, atupe msaada na nguvu ya kushindana naye. Ili mradi shetani yu kazini, tutakuwa na kazi ya kuitisha nafsi, mashambulio ya kuyashinda, na hakuna kituo, hakuna mahali tuwezapo kufikia tukasema tumefikia mwisho kabisa. Hakuna kituo, hakuna mahali tutasema hapa sasa nipo huru. Yaani ukifikia wakati ukasema nipo huru, ndipo shetani anazidi kukushambulia zaidi. As long as you are a Christian, as long as you are living in this world, tuna kazi ya daima ya kufanya. Tuna kazi ambayo hakuna mtu mwingine ataifanya kwa ajili yetu. Ni kazi yetu sisi wenyewe. Hebu angalia kitabu cha Wathesalonike wa kwanza. Twende kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 23. Hiki ndicho ambacho utaona amekieleza katika kitabu hiki cha Counsels for the Church. Nimekwambia kwamba tunapozidi kuangalia wapenzi watazamaji na wasikilizaji, we are really living in the end of all things. Tunaishi karibu kabisa na kufungwa kwa historia ya ulimwengu huu. Lakini hiyo haitoshi kutusaidia sisi kuokolewa. Tuna kazi ya kufanya kwa sehemu yetu. Yaani tunavyozidi kuona kwamba kila siku ikiisha imepunguza sehemu. Kuna watu wanajidanganya kwamba ngoja hayo tusiyaongee, lakini kuna watu wanajidanganya kana kwamba mwisho utakapofika Mungu hataongeza hata sekunde moja ya wakati. Maana wengi ukizungumzia masuala ya muda na wazani unapanga muda, anadhani unaweka muda. Nuhu alisemwa hivyo. Ukisoma kwenye kitabu cha Wazee na Manabii sura ya 7 inasema watu walimuita Nuhu nabii wa uongo kwamba anapanga muda, lakini alitokea kutokea. Leo watu wanajidanganya kwamba mnapanga muda, mnaweka muda, time setting. Who has set the time? Ni kutumia akili. Lakini kwa nini haya yanakuja? Kwa nini haya yakuja? We are not ready. Hatujajiandaa. Na kwa kuwa hatujajiandaa, tunaona ya kwamba kukataa ujumbe ni suluhisho. Lakini bado maandalizi yanahitajika, kwa sababu bado Yesu atakuja on time. Kila jambo litatendeka on time. Na ni neema za Mungu kutufungulia kwamba wapenzi, na unajua ukisoma katika mfano wa kitabu cha Mathayo sura ya 20. Kitabu cha Mathayo sura ya 20 kinapoelezea watendakazi. Wakati mwenye nyumba alikuja saa ngapi? Alianza kuja saa 12. Alikuja saa 3, akaja saa 6, akaja saa 9.
Unaona huku alikuwa anakaa masaa 3 anakuja. Interval ilikuwa inafanana. Lakini ilipokuja swala la wakati wa mwisho huku, alikuja saa 11. Kwa nini aje saa 11? Na ilitakiwa aje saa 12. Saa 9 ilitakiwa akae saa 10, saa 11, 12 aje. Lakini mwenye nyumba alikuja saa 11. Kwa sababu gani? Kwa sababu aliangalia saa 12 tunafunga mahesabu. Lakini watu wangu wamekaa hawafanyi kazi kwenye shamba. Na saa 12 ndio malipo. Alikuja kuwakumbusha, jamani, tuna risaa moja tu. Tuna risaa moja. Inukeni nyinyi mliokaa chini. Wale ambao wamelima kwenye mashamba ya shule wanaelewa. Ukiwaacha wanafunzi bila msimamizi, walime wenyewe peke yao, unakuta wote wamekaa chini. Tena wengine wamekaa kivulini kabisa. Hawafanyi. Tumeishi hayo maisha, sio kwamba naongea kitu ambacho hakieleweki. Tena mwalimu akiondoka, wasimamii wanafunzi wanashangilia. Hakuna atakayelima peke yake. Na lakini uangalie hata mazao huenda atakula wanafunzi wenyewe, lakini mwalimu hayupo. Wote wanachungulia, wanakaa huyu mti huu, mwingine kalalia jembe, mwingine kakaa chini. Ni story tu zinaendelea, hakuna kazi inayofanyika. Na Yesu alipoangalia watendakazi wake walioajiriwa saa 9, walifika hapo wakalala. Saa 11 anakuja kuwakumbusha kwa upendo, tumesalia na risali moja. Amkeni tufanye kazi. God will add even hata ongeza hata sekunde moja. Hata ongeza. Kwa hiyo wale wanaolia na kulalamika time setting, let them cry and mama. Acha walie na kulalamika. Wathesalonike wa kwanza 5 mstari wa 23. Anasema hivi, Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa, nanyi nafsi zenu na roho zenu na miili yenu muhifadhiwe mwe kamili bila lawama wakati wa kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Sikiliza kwa makini. Anasema Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa, nanyi nafsi zenu na roho zenu na miili yenu muhifadhiwe mwe kamili bila lawama wakati wa kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo hili lilikuwa ni ombi la Mtume Paulo akiwaombea watu wa Thesalonike, lakini ni ombi linalokuja katika wakati huu wa mwisho unaotuita kufanya maandalizi ya muhimu tunapojiandaa kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Kumbuka Yesu anapokuja, kitabu cha Ufunuo sura ya 6. Kitabu cha Ufunuo sura ya 6 kimetupa picha vizuri. Yesu anapokuja mara ya pili, anapotokea katika mawingu ya mbinguni mara ya pili, ametupa picha ya makundi mawili ambayo yatakuwepo. Kundi moja litakaloimba kama alivyosoma kwenye kitabu cha Isaya 25 fungu la 9. Hatimaye huyu ndiye Mungu wetu, ndiye tuliyomngoja. Kwa hiyo kuna kundi moja watashangilia. Lakini kundi la pili, na mtume Yohana anarekodi vizuri kabisa, hakuacha kundi lolote. Tutakuja kuona kwenye kitabu hiki cha Ufunuo sura ya 6 ukianza katika mstari wa 13. Anataja makundi mawili. Sikiliza. Naanza mstari wa 15. Anasema hivi. Anza 14. Mbingu zikaondolewa kama ukurasa ulivyokunjwa, na kila mlima na kisiwa kikahamishwa kutoka mahali pake. Hii zote ni vurugu za kumpisha mfalme anayekuja katika ulimwengu huu na mawingu ya mbinguni na utukufu, sio kama mara ya kwanza alipokuja kama kitoto kwenye hodi la ng'ombe. Mbingu zinafunguliwa, mawingu yanatawanyika na kutawanyika kila namna, kuonyesha ya kwamba the one who is coming is mighty. Anayekuja ni mwenye nguvu, mfalme wa mbinguni. Sikiliza. Anasema mbingu zikaondolewa kama ukurasa ulivyokunjwa, na kila kimlima na kisiwa kikahamishwa kutoka mahali pake. 15. Na wafalme wa dunia moja. Kundi la kwanza ni nani? Wafalme wa dunia. Hapa kuna maraisi, hapa kuna wafalme, hapa kuna wale wanaotawala, yani heads of the states, vichwa vya mataifa. Wafalme wa dunia wote wapo kwenye kundi la kwanza. Anasema
na wafalme wa dunia na wakuu wote wanaoitwa wakuu, sijui nani mkuu wote walikuwa ndani yake. Anasema na majemadari, generals of the states, majenerali wa mataifa. Si general nani, leo kinachukuliwa kama ni cheo fulani. Mtu akiitwa general anajiona kama ni mungu fulani tayari. Kwa hiyo majenerali wote wanawekwa hapa, majemadari wanaoringa kwa sababu ya nyota. Leo mtu akivaa naniri na nyota anatembea kwa kiburi fulani na kuonea wengine. Majemadari, sikiliza. Anasema hivi, na matajiri wote walikuwa kwenye kundi moja. Nataka nikuonyeshe ndio maana Mungu kwa nini alizungumza maneno haya na Yeremia. Ngoja tusome hapa, nitakurudia hapa. Anaposema matajiri, ni nini ambacho Mungu anatuita leo? Leo kuna watu wakiwa na pesa, najiona ni super power. Ni mtu fulani, bosi akitembea anatamani kila mtu ampigie saluti, na kwa sababu anajiona ni tajiri. Fukara mkubwa. Kitabu cha Pambano, kusizungumzi ya kwangu mpenzi mtazamaji. Kitabu cha Pambano ukurasa wa 515 aya 2. Anasema sasa tunapaswa kujizoeza kuhakikisha ahadi zake. Malaika wanaandika kila ombi ambalo ni la moyo wa dhati. Ni afadhali kuachana na moja na kujifurahisha na kujipendeza kwa binafsi kuliko kudharau kuwa na umoja na Mungu. Wana umoja na Mungu. Utasoma hapo anataja utajiri na heshima ya kidunia ambavyo havina ukubali na Mungu. Ni heri weke kando. Tajiri lakini unaikataa sabato. Tajiri mwenye kiburi, sio utajiri. Nitakusomea. Si zungumzi ya kwangu, nitakusomea. Sikiliza, matajiri wanatajwa hapo. Matajiri anasema matajiri na wenye nguvu, wenye mamlaka. Kwamba unanijua mimi. Leo kuna mtu anakufanyia kosa, yeye ni muovu, anaenda mahakamani anatetewa. Leo mahakama za leo zinatetea waovu. Majitu maovu kabisa ndio ambayo mahakama zinakuja kuwatetea. Hiyo dhuluma ilikuwepo katika siku za Nuhu. Tunaishi katika siku za mwisho. Mjumbe wa Mungu Ellen G. White anasema leo watu maovu wanatetewa na kulipiwa dhamana na kupewa pole sana mkuu, pole sana. Kana kwamba amefanya kitu kikubwa sana kinachostahili kupewa zawadi. Lakini watu wasio na hatia ndio wanaoshindiliwa na kukandamizwa na kufanywa kila ukatili usiofaa. Kwa sababu gani? They don't have money. Watu wakuu wenye nguvu anakudhulumu shamba. Rudi katika mfano wa kitabu cha Wafalme wa Kwanza. Wafalme wa Kwanza sura ya 21. Angalia Yezebeli alichomfanyia Naboth. Kwa sababu gani? Alikuwa ajihesabia ni mwanamke ana nguvu ya dola. Ambia nyie, hebu toeni ushahidi wa uongo, ua huyo kijana. Lakini mwisho wa Yezebeli ulikuwa nini? Ni kuliwa na mbwa. Ndio ulikuwa mwisho wake. Watu wenye nguvu, sikiliza, watu wenye nguvu. Anasema na kila mtumwa ambaye, sikiliza, mtumwa ni nani? Who is a servant? Who is a captive? Mtumwa ni mtu yeyote anayemuita mtu mwingine bosi wake. Umenielewa? Sikiliza. Mtu yeyote anayemuita mwanadamu mwenzake bosi, huyo ni mtumwa. Kwa lugha rahisi, katika kitabu cha Ufunuo 13, kinapoelezea watu watakaotiwa alama ya mnyama, inataja habari ya walio huru, matajiri, maskini, watumwa, wakubwa kwa wadogo. Watumwa hawa ni akina nani? Leo ulimwengu kuna organization wanaita ILO, ILO, capital ILO, ambayo ina stand kwa International Labor Organization.
taasisi ya wafanyakazi ulimwenguni, ama kuna vile wanaviita chama cha wafanyakazi. Sasa kupitia chama cha wafanyakazi ama kupitia organization hizi kama hilo, organization zinazoshikilia wafanyakazi walioajiriwa, ndio maana mjumbe wa Mungu kwenye kitabu cha Country Living, kuishi mashambani, anasema vyama vya wafanyakazi vitakuwa katili katika siku za mwisho, na hivi vitatumika kuwafanya watu wa Mungu kuwa watumwa. Kwa lugha rahisi, kuajiriwa ni utumwa. Kwa sababu gani? Watazidi kubana mshahara, kuongeza majukumu, kuongeza muda wa kufanya kazi. Na utajikuta pesa ambayo unaipata utaitumia kwa ajili ya kula. Utaitumia kwa ajili ya kula. Hutaitumia kwa ajili ya kufanya maandalizi mengine. Ndio maana katika siku hizi za mwisho Mungu anatuita suala la kujikana nafsi. Kwa nini wengi wanashindwa kutoka mijini? Kwa nini wengi wanashindwa kutoka mijini? Kazi. Na utakuja kuelewa kwa nini hii inatajwa ni utumwa. Hata mtu akikwambia utaumia, na huyu ananitukana. Lakini sio matusi. Huo ni uhalisia. Na kutoka kama ilivyokuwa kwa wana wa Israeli Misri. Kwani unafikiri walikuwa wanafanya kazi gani? Waliajiriwa na Farao. Na Farao alitaka wafanye watumwa wake, lakini time ulipofika, muda ulipofika, utimilifu wa wakati, Mungu akasema it is enough. I will set my people free. Nitawaweka huru watu wangu wakanitumikie jangwani. Hata kama watalala kwenye vibanda, it is okay. As long as I will provide to them shelter and food, they will worship me free in the wilderness. Ili mradi chakula nitawapatia, mavazi nitawapatia, wataniabudu kwa uhuru jangwani. Kuliko hapa kuanzia saa 12 asubuhi mpaka saa 12 jioni wanafatua matofali. No time for prayer, no time for meditation, no time for seeking the scriptures. Hakuna muda wa kusoma, hakuna muda wa kuchunguza maandiko, hakuna muda wa maombi. All time, muda wao wote wanautumia kwenye kufatua tu matofali. Akasema it is enough. I will set my people free. Na huo ndio muda tunaoishi leo. It is the time of Exodus. Ni muda wa kutoka. Mungu anataka watu wake wakamtumikie jangwani, ambao leo wanabanwa na mafarao leo. God wants his people. Anawataka watu wake leo, wote ambao wamejiweka kuwa mabosi, hata kuwa miungu kwa watu wengine. Mungu anataka kuwaweka watu wake huru leo, ili wasiwe watumwa, kwa sababu watumwa wote katika Ufunuo, tuendelee, anasema na kila mtumwa na muungwana, ambao leo wazee wa busara, machifu, kumbe ni washirikina. Eti machifu, na unakuta viongozi wana praise, wanapatia heshima. Huu ni chifu wa taifa, mshirikina wa taifa. Kumbuka Babeli, wakati Zoruba ilipotokea, mfalme kaota kitu aelewe, naona maluelue, hakuna anachokielewa. Akaita wachifu, waganga, wamekaa hapo na mvi zao na fimbo zenye virungu, kana kwamba vimechongwa visura vya watu, ili hata ukimwona sema huyu ni mganga wa Sumbawanga, huyu anatisha. Wamewekwa hapo vizee vyote, viganga kweli ngangari. Walielewa kitu. Siku 3 wamefungishwa hapo, no food. Machifu, fanyeni kitu, hawaelewi. Kwa sababu hiki kitu kilihitaji Mungu wa mbinguni afanye. Wanakuja vijana wadogo tu, wanazidi vizee venye mvi hapo. Kumcha Bwana ni chanzo cha hekima. Mtu asikudanganye kwamba eti mtu atapimwa hekima kwa sababu ni mzee. Wazee wengi ambao hawamjui Mungu ni wapumbavu. Unadhani ni matusi? Tuendelee hapa. Anasema waungwana, anasema hivi, wakajificha katika pango na chini ya miamba ya milima. Haya makundi yote walijificha chini ya pango. Wakati Yesu alipotokea mawinguni, mbingu zikafunguliwa kama ukurasa. Wazee walikimbia. Majemedari, Amos 2:16 nasema wenye moyo mkuu, mashujaa, commandos leo walikimbia uchi.
Leo si makomando wanajaza tofali, blocks zinapasuliwa tumboni. Hakuna kwenye dhuruba hii watakimbia uchi. If they won't have God, hakuna komando. When Christ appears in the clouds of heaven with glory, no one will be commando. Makomando atakuwa ni wale tu wenye subira, wenye amri za Mungu na imani ya Yesu. Hawa ndio watakuwa makomando akisimama imara. Lakini kidunia, no one will stand except those who will have Jesus. Watakao kuwa na Yesu watasimama. Yeremia 9. Ngoja uone amezungumzia matajiri. Ni watu gani leo watu Mungu anawaita matajiri? Ili usije eti pesa ni tajiri. Hakuna tajiri hapo. Yeremia. Twende kitabu cha Yeremia. Yeremia sura ya 9. Kitabu ni cha Yeremia sura ya 9. Yeremia sura ya 9. Tuanze katika mstari wa 23. Anasema Bwana anasema hivi, mwenye hekima asijisifu kwa sababu ya hekima yake. Hawa ni hekima gani? Worldly wisdom, hekima ya kidunia. Eti mimi ni professor. Professor is not a wisdom. Nani kasema professor ni hekima? Nani elimu ya Babeli? Sikiliza. Mwenye hekima asijisifu kwa sababu ya hekima yake, wala mwenye nguvu asijisifu kwa sababu ya nguvu zake. Kwa sababu watu wenye nguvu, mimi unanijua, naweza nikaripa pale ukapelekwa jela sasa hivi. Mtu asikutishe. We are living in a time, tunaishi kwenye wakati ambao wale ambao ni waoga kwa kuwaogopa watu ni wanapaswa kupisha njia. Wapishe njia watu wengine wapite. Wakati Mungu alipoenda kupigana na majeshi, alipokuwa akimtumia Gideon, Waamuzi sura ya 7, alianza kutoa tangazo gani? Mtu anayeogopa na anayetetemeka rudi ukawe Mkatoliki huko. Kama unaogopa kubeba msalaba, Bwana nisaidie nisiogope kubeba msalaba. Kama unaogopa kwamba nikienda shambani huko nyani inakuaje, kuna chatu, rudi ukawe Mpentekoste. Kuna chatu. Twende pamoja. Anasema mwenye nguvu asijisifu kwa sababu ya nguvu zake. Mwenye nguvu asijisifu kwa sababu ya nguvu zake. Alafu nini anasema? Anasema hivi, wala tajiri asijisifu kwa sababu ya utajiri wake. Eti I have money, I have many cars, I have many houses, I have many farms. Na haya yote anataja kitabu cha Pambano Kuu, kurasa wa 515 aya ya kwanza. Hizo zote zitakuwa ni sanamu. Nyumba zitakuwa ni sanamu, mashamba ya rutuba yatakuwa ni sanamu, dhahabu zitakuwa ni sanamu, pesa zitakuwa ni sanamu, zitakazowazuia watu wengi wasimtii Mungu katika siku za mwisho. Ezekiel 7:19. Itafikia wakati watu watatupa hela. Kwa nini watazitupa kama kweli ni utajiri? Watatupa hela barabarani na hakuna mtu atajali. Milioni ya nini? Mbona watu wataona uhalisia kwamba shetani alitwist akili zetu. Wataona mbona ni kweli sasa ndio tulikuwa tunakuwa driven na hizi mikaratasi tu hizi. Wote watakimbia. Nini watakihitaji? Neno la uzima. Leo si hatujali. Leo tumepewa fursa lakini we are still careless, indolent, indifferent. Hatujali. Lakini muda utakuja kweli tutaangalia. Ninahitaji kusikia hata neno moja la kunisaidia kushinda uzinzi. Hakuna mtu atakwambia zini mpaka ufwe. Si tumekuwa tunasikia hivi. Mbea wewe zini tu mpaka ufwe. Toa binti huyu ingiza huyu. Toa binti huyu ingiza huyu. Badilisha leo mume huyu rangi tofauti, kesho mweusi huyu mweupe. Fanya tu. Hakuna, no one will warn you. Kila mtu mind your own business. Kila mtu ujali unachokifanya. Kama mwizi, iba mchana, usisubiri usiku. Ni hatari, utapigwa panga. Iba mchana. Hakuna mtu ataanza kuonya. Huko ndiko tunakokwenda wapenzi watazamaji. Huko ndiko tunakoelekea. Utaona nini ambacho ninatamani. At the end of this sermon, I want ninahitaji kuwasi na kujisi mimi mwenyewe.
Nikwambia we have to treat this sermon as if is ni somo letu la mwisho kulisikia. Alafu baada ya hapo nifanye maamuzi. Sikiliza. Tajiri asijisifu kwa sababu ya utajiri wake, bali ajisifuye na ajisifu kwa sababu hii. Kwa sababu hii utakuwa na sababu ya kujisifu. Lakini utaona sio kujisifu kwa kiburi, sio kujisifu kwa ubinafsi, lakini utakuwa mnyenyekevu ukimshukuru Mungu. Sikiliza. Bali ajisifuye ajisifu kwa sababu hii ya kwamba ananifahamu mimi na kunijua. Unakuwa na nyumba unazo, matajiri unazo, umegemea Benz, umegemea Land Cruiser, umegemea Viet, but you don't know gari. Wewe ni tajiri. Wewe ni tajiri. Nitakusomea hapo. Utaona utafikia wakati watu watanyong'onywa mashamba, watanyang'anywa nyumba, hawatahuzunika kwa sababu atajua hizi ni takataka tu, zitabondwa na mvua ya mawe. Kuna utajiri ambao tunahitajika kuwa nao, ambao hautaharibiwa na tutahamishwa nao kwenda mbinguni. Tumesoma kwenye nukuu ya kwanza, wakati maisha ya Kristo yatakapoakisiwa ndani yetu mithili ya nuru, ndipo tutakuwa wakamilifu na tulio tayari kuhamishwa kutoka katika ulimwengu huu. Sikia. Ajisifu kwa sababu anamjua na kumfahamu Mungu. Anasema na kunijua ya kwamba mimi ni Bwana nitendaye wema na hukumu na haki katika nchi, maana mimi napendezwa na mambo hayo, asema Bwana. Mambo gani anapendezwa nayo Mungu? Anapendezwa na hukumu, anapendezwa na wema, anapendezwa na haki. Mimi sitendi haki, sitendi wema, na si hukumu kwa haki, sifanyi maamuzi ya haki. How can I say I know God? Alafu nasema mimi ni tajiri. Tajiri wa nini? Waibrania 10. Twende hapo msikizaji. Waibrania sura ya 10. Angalia watu watakatifu waliotangulia, wenzetu waliotangulia, na wakati tunaokwenda wapenzi watazamaji ni huu. Ni kitu gani ambacho watu wataenda kukisimamia? Anza mstari wa 34:2. Anasema, lakini zikumbukeni siku za kwanza ambazo mlipokwisha kutiwa nuru, mlistahimili mashindano makubwa ya maumivu. Kipindi mlipotwezwa kwa mashutumu na dhiki, na pindi mliposhirikiana na wale waliotendewa hayo. Angalia 34. Maana mliwaonea huruma wale waliokuwa katika vifungo, tena mtakubali kwa furaha. Tena mkakubali kwa furaha kunyang'anywa mali zenu, mkijua ya kwamba nafsini mwenu mna mali iliyo njema idumuyo zaidi. Mna mali iliyo njema zaidi idumuyo. Hiyo ni mali gani? Ambayo mtu alikubali anyang'anywe shamba lake, amelima na kufweka mamiti yenye mimba, lakini anakuja kunyang'anywa, anafurahia. Kwa nini? Ni mali gani hii ambayo ilikuwa nafsini mwake idumuyo? Sikiliza. Ni mali gani hii ambayo ilikuwa nafsini mwake idumuyo? Katika kipindi hiki, katika twende kitabu cha Amos. Kitabu cha Amos. Katika nyakati hizi Mungu akizungumza na Amos aliwaambia wana wa Israeli. Amos 4:12. Aliwaambia wana wa Israeli maneno yafuatayo. Sikiliza, anasema, basi nitakutenda hivi, Israeli, na kwa sababu nitakutenda hivi, ujiweke tayari kuonana na Mungu wako. Aliambiwa Israeli haya mambo. Kumbuka hapa katika kuanzia mstari wa kwanza wa Amos sura ya 4 anataja kuhusiana na, naomba nisome. Lisikieni hili enyi ng'ombe wa Bashani, mnaokaa juu ya mlima wa Samaria, mnaowaonea maskini na kuwaponda wahitaji, mnaowaambia bwana zao, haya leteni tunywe. Bwana Mungu ameapa kwa utakatifu wake ya kuwa tazama, siku zitawajiria watakapowaondoa ninyi kwa kulabu na mabaki yenu kwa ndoana, nanyi mtatoka
kwenye mahali palipobomolewa, kila mwanamke moja kwa moja mbele yake, nanyi mtajitupa katika Hamoni, asema Bwana. Hawa ni akina nani? Alikuwa akizungumzia watu waliokuwa ni matajiri, ambao walilinganishwa na ng'ombe. Kumbuka hawa ng'ombe wa Bashani leo tunalinganisha na yale mang'ombe yanaitwa hybrid. Yalikuwa ni mang'ombe makubwa. Ng'ombe hao walikuwa akikutana na ving'ombe vidogo, walikuwa akiwapiga. Yani alikuwa ni majiant. Na walikuwa katika maeneo hayo tu. Sasa haya matajiri yalijitenga. Leo kuna maeneo yanaitwa ya Kishua. Yani huko kienda ni nyumba tu, nyumba, kuna kibanda, ni nyumba tu. Kwa hiyo ni maeneo yametengwa. Haya ni maeneo ya Washua, matajiri. Wenyewe walikuwa wamejitenga mahali fulani. Alafu walikuwa akiwaonea maskini. Utaelewa kile ambacho alikizungumza Yakobo kwenye sura ya 5. Walikuwa akiwadhulumu. Maskini wanalima mazao yao kwa taabu, lakini haya mang'ombe ya Bashani yananunua kwa bei rahisi. Alafu wanatunza. Njiwa White amezungumza mfano huu. Wakati njaa ikiendelea ulimwenguni, matajiri wananunua vyakula kwa bei rahisi, wanajaza kwenye magala. Alafu wanakuja kuwauzia maskini hawa kwa bei kubwa. Ng'ombe wa Bashani. Na yeyote ambaye anafanya hivi ni ng'ombe wa Bashani. Hata kama ni leo unafanya hivyo, unanunua mavyakula unaweka kwenye magodown, kwanza bei kipanda ili niuze. Ng'ombe wa Bashani. Hawa ni ng'ombe wa Bashani, ndio wanafanya hivyo ili kuwaponda maskini, wakiwaambia bwana zao, "Haya, leteni tunywe." Ilikuwa ni ukandamizaji. Lakini angalia kilichoenda kutokea. Hukumu za Mungu zilikuja kiasi kwamba mvua ilikoma, kwa sababu walimrahisishia kazi Mungu. Si wamejitenga eneo lao. Washua, eneo la Kishua, Mungu alikata mvua eneo la Kishua. No rain. Si ni matajiri? Mtakunywa pesa. Walijitenga vizuri kabisa, mvua ilikoma. Na kuna maeneo leo tunajua ni maeneo ya mashamba ya matajiri. Ekari 100, ekari 1000, mvua ikakoma. Nini kilichofuata? Hawa mang'ombe wa Bashani walianza kutembea taratibu. Soma mstari wa 7. Anasema hivi, "Tena nimeizuia mvua msipate, ilipobaki miezi 3 kabla ya mavuno. Nami nimenyesha mvua juu ya mji mmoja, nikazuia mvua isinyeshe juu ya mji mwingine. Sehemu moja ilipata mvua na sehemu nyingine isiyopata mvua ilikatika. Basi toka mji 2-3 walitangatanga kuendea mji mwingine, wapate kunywa maji wasipate ya kuwatosha, lakini hamkunirudia mimi, asema Bwana." Nini alikifanya? Mvua ilikuwa inanyesha mji huu na nyingine ikanyesha mji huu. Ukiendelea kusoma utaangalia mpaka ilikuwa ikinyesha shamba hili hainyeshi. Yani shamba ambalo lilikuwa linamilikiwa na ng'ombe wa Bashani ama matajiri waliojiona, waliojisifu, waliojiinua kwa kiburi na majivuno, mvua ilikata kunyesha kwenye mashamba yao. Tena wakati gani? Anasema wakati ilipobaki miezi 3 mavuno. Anaangalia mahindi ameshabebeshiana, mvua bye. Hakuna mvua. Matokeo yake walikosa maji ya kunywa. Walianza kutembea kwenda kuiendea miji mingine. Ukisoma hapo utaanza kuelewa. Ndipo anawaambia hizi hukumu zote nitawatenda ninyi Israeli. Kwa sababu gani? Alitaka wamrudie, lakini anasema hamkunirudia mimi. Jiweke tayari kuonana na Mungu wako. Hiyo ndio tunapoangaliwa mambo yanayotokea duniani, Mungu anaruhusu yatokee. PK 277, Prophet and Kings 277. Anasema ndani ya matukio haya lengo la Mungu lipate kujulikana. Matukio haya ni mawakala wa Mungu wapate kuwaamsha wanaume na wanawake, wapate kujua hatari iliyo mbele yao. Kwa hiyo Mungu anaruhusu tuone, mmefanywa hiki, mmejaribiwa namna hii. Nini ambacho anataka tujifunze huko? Anasema huu sio muda wa kuishi mjini. Huu sio muda wa kujenga mjini. Yaani leo msabato anaanza kujenga Dar es Salaam. Msabato.
Hiko ndio ambacho Mungu anatamani tukielewe. It is not a time now to live in the cities. Sio muda wa kuishi kwenye miji. Kwa sababu anatoa matukio na ruhusa yatokee ili kutufundisha. Lakini nini ambacho ni yani tunasema kiini cha kazi yetu. Tumesoma tangu mwanzo. Kujisafisha, kujitakasa, kufikia perfect holiness, utakatifu kamili. Hapo ndipo kwenye vita. Kwa sababu vita hii ndiyo itakao tufanya. Nataka kuwaambia bado tuna kazi. Bado tuna kazi. Kwa sababu lazima, sijasema ni hiari, ni lazima tufikie umoja ule ambao walikuwa nao mitume wakati walipokuwa wakijiandaa kupokea mvua ya vuli. Kupokea mvua ya vuli. Ngoja nikusomee kitu kidogo. Matendo ya Mitume sura ya 4. Matendo ya Mitume sura ya 4. Walikuwaje? Matendo ya Mitume sura ya 4. Anza mstari wa 32. Sikiliza. Ni lazima tufikie hapo. Lazima tufikie. Anasema, na jamii ya watu walioamini walikuwa na moyo mmoja. Walikuwa na moyo mmoja. Jamii ya watu walioamini. Anasema, na jamii ya watu walioamini walikuwa na moyo mmoja na roho moja. Wala hapana mmoja aliyesema ya kuwa kitu chochote alicho nacho ni mali yake mwenyewe. Sikiliza kwa makini. Wala hakuna hata mmoja aliyesema ya kuwa kitu chochote alicho nacho ni mali yake mwenyewe, bali walikuwa na vitu vyote shirika. Hii hatua ni lazima tuifikie. Hii hatua ni lazima tuifikie. Na tunaifikiaje? Ubinafsi lazima ufe ndani yetu. Sio hiari. Lazima ubinafsi ufe. Uchoyo. Hakuna mchoyo atakayeurithi ufalme wa mbinguni. Hakuna binafsi atakayeurithi ufalme wa mbinguni. Hakuna. Mwenye kiburi, kimsingi anayekuwa na kiburi na anayejisifu kwa sababu ya utajiri ni mbinafsi na mchoyo. Mitume hawakuwa hivyo. Na hawa walikuwa wakisubiria mvua ya masika, sio mvua ya vuli. Sisi tunasubiria mvua ya masika, ila ni lazima pia tupite katika uzoefu wa mvua ya vuli. Mvua ya vuli inatuandaa kwa ajili ya mavuno. Mvua ya masika inatukomaza kwa ajili ya mavuno. Mvua ya vuli inatupatia uzoefu wa kushinda kila dhambi, kila majaribu. Mvua ya vuli ya masika inapokuja, inakuja kutukomaza, kutupatia ujasiri wa kuisimamia kweli hata katika uso wa majaribu ya moto. Huo uzoefu lazima tufikie. Maandiko ya awali. Kitabu ni cha maandiko ya awali. Wewe ambaye unacho kitabu hiki, basi twende pamoja kwenye ukurasa wa 60. Ngoja tusome hapa. Ngoja nisome hapa. Haya. Ni ukurasa wa 68. Utasoma sura ya 17. Maandiko ya awali. Sura ya 17, Hell Writings, chapter 16. Ujumbe wa awali utasoma sura inayosema maandalizi kwa ajili ya mwisho. Aya 2 ya mwisho. Anasema, niliona kwamba wengi walikuwa wakipuuzia maandalizi muhimu yaliyohitajika, na huku wakitazamia wakati wa kuburudishwa na mvua ya masika. Kumbe ili tuje tuburudishwe na mvua ya masika, ni lazima tufanye maandalizi muhimu. Kuna maandalizi ya kupokea mvua ya masika. Sikiliza. Anasema, ili kuwafanya wafae kusimama katika siku ya Bwana na kuishi mbele zake.
namna gani nilivyowaona wengi wakiwa wanakimbilio wakati wa taabu. Walikuwa wamepuuzia maandalizi muhimu. Kwa hiyo wasingepokea burudisho, yaani mvua ya masika, ambayo ingewafanya wafae kuishi mbele za Mungu mtakatifu. Wale wanaokataa kuchongwa, anasema wale wanaokataa kuchongwa na manabii na kushindwa kusafisha mioyo yao kwa kutii ukweli wote na kujidhania kuwa wao ni wema zaidi kinyume na hasa walivyo wakati wa mapigo, ndipo atakapotambua kuwa walistahili kuchongwa na kujengwa katika unyofu. Kwa hiyo kuna kuchongwa na manabii. Na tunatambua kuchongwa huku ni nini? Manabii gani? Wakati tukiambiwa hapa ndipo kwenye roho ya hapa wenye ushuhuda wa Yesu, ushuhuda wa Yesu. Hebu tusome kitabu cha Ufunuo kitabu cha Ufunuo 12. Hebu tusome hapa 12 aya mwisho. Anasema hivi: joka akamkasirikia yule mwanamke, akaenda afanye vita juu ya wazao wake waliosalia, wazishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu. Na ushuhuda wa Yesu tunaambiwa ni roho ya unabii. Ufunuo 19 mstari wa 10. Nini ambacho tunaelekezwa hapa? Mungu kwa upendo wake alimpatia mjumbe wake, nabii wake Ellen G. White, ujumbe utakao tusaidia kusimama imara katika wakati wa taabu. Hii ndio sababu Waadventista wa Sabato watakaoishi ujumbe wao watasimama imara wakati wa taabu. Hii ndio sababu watu wanaotunza Jumapili, sio kwamba Mungu amewakataa, sio kwamba Mungu hataki waachane na huo ujumbe. Wapo wengine ni ignorant, hawajui kwamba ibada ya Jumapili Mungu haifahamu. Ndio maana watu wanaotunza Jumapili, makanisa ya Jumapili hayawezi kuandaa watu kusimama kwenye dhoruba ya chapa ya mnyama, kwa sababu ujumbe wao unaheng kwenye chumba ambacho Yesu hayupo. Huduma ambayo ipo ibada ambao wanaipeleka inafika kwenye chumba ambacho huduma yake imeshikiliwa na shetani. Na ndio maana unaona connection ya ibada ya Jumapili inaenda kufikia kwa mamlaka ya papa. Kwa hiyo inaenda kumtii papa, kumsujudia joka. Ndio maana ujumbe wa mwisho, Mungu atawaita wote wanaohitaji kuokolewa, watatoka kwenye makanisa ya Jumapili, kwenye misikiti ya Ijumaa, kwenye ibada ya kuabudu mashetani. Watatoka wajiunge na kundi la kweli wanaotunza amri za Mungu na kuishika sabato ya kweli, sabato ya siku ya 7 ambao kwa leo inaitwa Jumamosi. Hakuna Jumapili, hakuna Ijumaa, Jumatatu. Wote ambao watahitaji kuokolewa siku za mwisho watatoka. Wale ambao watashikilia kwamba dini ya babu yangu, hamna shida, utaangamia na babu yako. Sikiliza. Anasema hivi: lakini hakutakuwa na muda wa kufanywa hilo, wala hapatakuwa na mamuombezi wa kuombea mbele za Baba. Kabla ya kipindi hiki, tangazo kuu la kutisha litakuwa limetolewa kwamba mwenye kudhulumu na azidi kudhulumu, na mwenye uchafu na azidi kuwa mchafu, na mwenye haki na azidi kufanya haki, na mtakatifu azidi kutakaswa. Niliona kwamba hakuna atakayelipata lile burudisho isipokuwa amepata ushindi. Unajua, natamani kila neno tulione ni uhalisia. Mimi nikisoma ahadi ya Mungu ameandika, ninayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Na mimi hili neno ni sio la uongo. Sio la uongo. Sikiliza. Anasema hivi: niliona kwamba hakuna atakayelipata lile burudisho isipokuwa amepata ushindi juu ya kila dhambi mzingayo, juu ya kiburi cha kwanza, juu ya ubinafsi, kuupenda ulimwengu, na juu ya kila neno na tendo baya. Kiburi, ubinafsi, kuupenda ulimwengu, maneno mabaya, matendo mabaya. Kama tusipopata ushindi dhidi ya hivi vyote, hatutapata mvua ya masika. Unadhani Mungu ni mwongo? Hakuna. Yaani nimeshikilia kiburi leo.
nimeshikilia ubinafsi leo, bado ninapenda ulimwengu na anasa zake, bado ninazungumza maneno mabaya, maneno ambayo si ya kutia tumaini, ya kutia moyo na ya kuongoa. Kamwe usinene neno hata moja la kukutia wewe tamaa, la kukukatisha wewe mwenyewe tamaa au kumkatisha mtu mwingine. Hiyo ni lazima uishinde. Sio hiari. If you want to be saved, you must overcome, as Christ overcame. And we can overcome because Jesus has overcome. Kitabu cha Pambano Kuu ya mwisho wa sura 30 tunaambiwa Shetani alimshambulia Kristo vibaya kwa majaribu yake makali na ya werevu hali ya juu sana, lakini alishindwa katika kila jaribu. Vita hivyo vilipigana kwa niaba yetu. Ushindi huo unafanya iwezekane kwetu kushinda. Kristo atawapatia nguvu wote wanaoitafuta. Hakuna mtu anayeweza kushindwa na Shetani pasipo yeye mwenyewe kukubali. Mwambie huyu Shetani unamkubalia nini? Kataa. Yakobo 4:7. Basi mkaribieni Mungu, mpingeni Shetani na yeye atawakimbia. Unadhani Mungu ni muongo? Mungu sio muongo. Sikiliza, naomba nikusomee hii kauli. Hizi ni ahadi za Mungu ambazo tunazitumia kama silaha wakati wa mapambano. 439, natamani kuwasomea 439. Mungu akisema mpingeni Shetani na yeye atakimbia, atakimbia. Angalia atakimbia nini akikiona. 439. 439. Aya ya kwanza, nitasoma maneno ya katikati. Anasema Shetani anatambua vizuri kabisa kwamba mtu mnyonge wa mwisho ambaye anakaa katika Kristo ana nguvu kubwa mno kushinda majeshi ya giza. Kaa ndani ya Kristo, kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Shetani hiki kitu anakitambua. Mtu mnyonge, dhaifu, yani ni mgonjwa mahututi, anayekaa ndani ya Kristo ana nguvu kubwa mno kushinda majeshi ya giza. Angalia kitu cha ajabu kingine. Anasema na kwamba kama angeonekana yeye mwenyewe waziwazi, angeweza kushambuliwa na kushindwa. Yani Shetani anajua kabisa hata kama yeye angejitokeza front wazi kwa mtu mnyonge wa mwisho ambaye anakaa ndani ya Kristo, angeweza kushambuliwa na kushindwa. Kwa nini ukate tamaa? Yani nini ambacho kinakupa sababu ya kukata tamaa, kuacha kumfuata Kristo? Unayo sababu ya msingi? Hakuna. Hakuna hata mmoja atakayetoa uzuru siku ile ya yeye kushindwa kwenda mbinguni. Bado hujanielewa? Mimi sitaweza kutoa uzuru Mungu atakaponiuliza, mwanangu, kwa nini ulishindwa kuja mbinguni? I won't have any excuse. Hutaweza kutoa uzuru kwamba kwa nini ulishindwa kuja mbinguni. Nilisema neema yangu inakutosha ya kushinda majaribu yote, ya kushinda kiburi, ya kushinda ubinafsi, ya kushinda kupenda ulimwengu, ya kushinda tamaa ya macho, tamaa ya mwili, kiburi cha uzima. Neema yangu ilikuwa inafaa kukutosha. Umeshindwa kwa sababu gani kuja mbinguni? No one will offer an excuse. Hakuna uzuri utakao utoa ambao utakubalika. Kwamba eti baba nilishindwa hivi, nani mama alikuwa, hakuna. No excuse will be accepted. Hakuna uzuri utakao kubalika. Nini Mungu anatuita leo kukifanya? Anatuambia ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Hatuhitajiki kukata tamaa. Hatuhitajiki kuzungumza maneno ya kutukatisha tamaa wala ya kumkatisha tamaa mtu mwingine. We must overcome. Sikiliza. Anasema hivi, kwa hiyo tunapaswa kumsogelea Bwana zaidi na zaidi na kufanya maandalizi yaliyo muhimu ili kutuwezesha kusimama katika vita. Na katika siku ya Bwana, hebu sote tuangalie kuwa Mungu ni mtakatifu
na hakuna awezaye kuishi mbele zake isipokuwa tu wale walio watakatifu. Mungu ni mtakatifu. God is holy. God is holy. Na hakuna mtu atakayeweza kuishi mbele zake isipokuwa amekuwa mtakatifu. Nisaidie kitabu cha Vielelezo. Hakuna ambaye ataweza kuishi mbele zake ambaye ataweza kuwa mtakatifu. Mungu anataka kuwa maandalizi ya muhimu. Maandalizi ya muhimu. Ni maandalizi gani ambayo ni ya muhimu kabisa ambayo tunahitajika kuyafanya? Maandalizi ya muhimu, ili vile ambavyo sio vya muhimu lazima uviweke kando. Lazima uviweke kando. Vitu ambavyo sio vya muhimu. Ni kweli ulimwengu unaelekea mwisho. We are almost over. We are almost over. Lakini Bwana anataka tufanye nini? Sikiliza, Maranatha, Machi 31. Sikiliza maswali haya ambayo ni lazima tuyatafakari leo. Ni lazima tuyatafakari leo. Anasema, suppose that. Anasema hivi, suppose that today Christ should appear in the clouds of heaven, who would be ready to meet him? Hebu chukulia kwamba leo tunapozungumza na wewe, chukulia kwamba leo Kristo angetokea katika mawingu ya mbinguni. Ni nani angekuwa tayari kukutana na yeye? Am I ready? Are you ready? Je, niko tayari? Kweli tabia yangu ipo tayari kwamba kufanana na Kristo? Ninafanana na Kristo katika mawazo? Utakuta hapana. Muda wote nawaza mengi ya kidunia. Maneno yangu yanafanana na Kristo? Hapana. Je, ninazungumza kama Kristo? Hapana. Muda mwingi ninaongea kama shetani. Je, ninatenda kama Kristo? Hapana. I am not ready. Na utaona kwamba kumbe ni mimi ndo ninakawilisha ujio wa Kristo. Lakini kuna mstari ambao tutavuka. Uvumilivu wa Mungu hautangoja tena. Ni kweli leo Mungu anatuvumilia. Ninawavumilia kwa sababu mimi sijajiandaa. Bali kumbuka katika wana wa Israeli walipokuwa nasafiri jangwani, walikuwa wanatembea kwa mwendo wa yule mtu ambaye ni mnyonge. Kama ni katoto, mwendo huo. Hakuna mtu aliyeachwa. Lakini ilipofikia miaka 40, waliyeweza kuvuka kiburi cha Yordani walivuka, wanyonge walibaki. Wale walioshindwa kujiandaa kabla ya kuvuka kizuizi cha mwisho cha Yordani waliangamia jangwani. Wakati kizazi kilipokamilika na ulimwengu huu una mwisho, Mungu habeti, yani hatupeleki tu kana kwamba au niende kesho. Kesho subiri kwanza. Kesho subiri. Mungu hana hiyo. God has an appointed time. Ana muda kabisa. Leo watu ambao wanapinga miaka 6000, leave them alone. Usitumie muda kubishana. Mungu habeti muda kwamba eti muda huu ngoja niende. Bado. Acha watu walalamike, time setting. Hautalalamika na mwanadamu. Sikiliza. Anasema hivi, suppose we should be translated into the kingdom of heaven, just as we are. Would we be prepared to unite with the saints of God, to live in harmony with the royal family, the children of the heavenly king? Hebu chukulia kwamba wote tuchukuliwe kama tulivyo kupelekwa mbinguni, kwenda kuungana na watakatifu wa Mungu. Na je, tutaishi kwa utulivu na familia ya kifalme, watoto wa mfalme wa mbinguni? Leo chukulia umepelekwa huko. Sabato saa 1 ndo naanza kuimba. Saa 1 ndo naanza kupika. Mwingine ndo naanza kuhangaika na saa 1 ndo naanza kufunga na mabati ya maduka. Saa 1. Asubuhi saa 10 naamka nahangaika na kukuruka na rice cooker na beans cooker. Nahangaika, pasi mmeka wapi? Saa 1 asubuhi siku ya Sabato. Wewe pasi, mimi na pasi. Siku ya Sabato, pasi ya nini? Wewe kiwi iko wapi siku ya Sabato? Unadhani tutakuwa na amani tukiishi kule?
Kama leo midomo inatukana muda wote, utakuwa na amani gani ya kuishi? So una imagine kwamba you are not ready. Kama asubuhi inapita kuanzia saa 12 mpaka saa 12 jioni, sijapata hata risaa moja la kuomba. Will you live in harmony with the saints of heaven? Hakuna, hautaishi katika utulivu. Watu wakula wamezoea kumwabudu Mungu kwa kicho. Lakini sisi hatuna muda na Mungu. We have no time with God. We have time with our secular businesses. Tuna muda na shughuli zetu za kawaida, za biashara, za mashamba yenye rutuba, za masomo ya shule. We have no enough time with God. So we are not ready. Sikiliza. Anasema hivi, what preparation have you made for the judgment? Ni maandalizi gani unayofanya kwa ajili ya hukumu? Ujumbe wa malaika watatu. Tunaambiwa Mungu ametoa ujumbe wa malaika watatu ili kuandaa watu kusimama waaminifu katika siku ya hukumu ya upelelezi. Na ndio maana ujumbe huu ni lazima utujengee msingi wa kusimama kuwa imara, perfect in God, to overcome every kila udhaifu wa tabia yetu. Ni lazima tushinde, kwa sababu tunaenda kusimama mbele za Mungu aliye mtakatifu, na ili tumtazame Mungu uso kwa uso, we have to reflect the image of our intercessor, of our today's mediator. Ni lazima tuiakisi sura ile ile ambayo mpatanishi wetu leo. Maana leo ninaomba, lakini anayeomba mbele za Mungu ni Yesu. Lakini saa inakuja pazia hili litawekwa pembeni. Ni lazima mimi nimwangalie Baba uso kwa uso. Kwa hiyo Baba ni lazima amuone yule yule aliyekuwa akiomba. Ndio maana kazi ambayo Mkristo amepewa ni to perfect his character, to be like Jesus. Ili wakati huo Baba atakapomwangalia hino, anamuona Yesu ndani yake. Sikia. Anasema hivi, are you laboring? Have you made your peace with God? Je, umefanya amani na Mungu? Umefanya amani na Mungu? Anasema, are you laboring together with God? Je, unatenda kazi na Mungu? Are you seeking to help those around you, those in your home, those in your neighborhood, those with whom you come in contact that are not keeping the commandments of God? Je, unatafuta kuwasaidia wale wanaokuzunguka, wale walio katika nyumba yako, wale walio majirani zako, wale ambao umekutanishwa nao na ambao hawazitunzi amri za Mungu? Una marafiki sio wa Sabato, wanajua wewe ni msabato au hawajui? Na unafanya jitihada gani? Marafiki na marafiki na marafiki 800 500 kwenye simu, they know that you are a Seventh-day Adventist? Au ndona wakisema msabato muuni hivyo? Mna. Bwana tusaidie. Anasema, are we getting ready to meet the king? Je, tunajiandaa kukutana na mfalme? We must get ready. We must get ready. Machi 31 Maranatha. We must get ready. Ni lazima tujiandae wapendwa. Ni lazima tujiandae. Na muda unazidi kwenda. Muda unazidi kwenda. Speed kabisa. Yani tuna muda mchache mno, mchache sana. Mchache sana. Lakini unapoangalia maandalizi muhimu ambayo tunahitajika kuyafanya, unaona ni maandalizi makubwa sana. Na maandalizi mazito ambayo tunaitwa kuyafanya ni to reflect the image of Christ. Utasema kwenye sura ya 15 ya maandiko ya awali, wakati malaika alipomuuliza mjumbe wa Mungu, alimwambia muda karibu unakwisha. Are you reflecting the image of Christ fully? Muda karibu unakwisha. Je, mnaiakisi tabia ya Yesu kikamilifu? Hakuuliza you have enough food in your store. Je, una mpunga wa kutosha humo ndani? Hakuuliza hilo swali. Hakuuliza. Mna mahindi gunia ngapi? Hakuuliza. Karanga zipo? Na wengine wanaulizaga viberiti. Moto tunafanyaje? Moto.
chumvi tutaishije, sabuni, yani tunaanza haujui kama uenda ukafa kesho. Mungu akaruhusu ukachinjwa huko kwa ajili ya Kristo. Unaanza kuulizia chumvi leo. Chumvi tutakulaje? Nguo zitaisha. Yani watu wanafanya ziaka kana kwamba ni utani. Mtanunua wapi nguo? Sabuni. Tutaanza sabuni tutafanyaje? Ndio lazima tuangalie njia fulani ambazo mambo tukuta huko mbele tutajiandaje. Lakini maandalizi muhimu, mjumbe wa Mungu aliuliza, are you reflecting the image of Christ fully? Mnaiakisi tabia ya Yesu kikamilifu? Utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na hayo mengine yote mtazidishiwa, kwa sababu Mungu anajua wote watakao tafuta kuishi kwa haki ya Kristo watatafuta kuishi mahali Kristo alikuwa anapenda kuishi. Wapi? Mashambani. Haitahitaji force. Utakwenda tu, maana Kristo alifurahia kuishi kwenye mazingira ambayo Dar es Salaam utayapata. Twende pamoja. Nini ambacho Mungu anatamani leo kutusaidia? Tunaishi katika ulimwengu wa majaribu ya kutisha. Lakini hii haitutaki sisi tukate tamaa. Kukata tamaa mbele za Mungu ni dhambi. Wenda hujaelewa. Kukata tamaa mbele za Mungu ni kosa. Ni kumfanya Mungu ameshindwa kukusaidia ushinde. Hiyo ndio tafsiri. Kwamba Mungu, you have no power to save me. And that is insult against God. Mungu anahitaji watu who are firm, ambao ni imara, kama Danieli, kama Shedraki, kama Meshaki, kama Abednego, ambao waliona it is better for me, ni afadhali mimi niliwe na simba kuliko kuangamia kwa kupenda uovu. It is better. Ni afadhali nikaangamie katika moto kuliko kuisujudia sanamu. It is better. Waliona ni afadhali katika kufanya hivyo. Na katika tunapoenda kwenye kipindi cha mwisho, kitabu cha Pambano Kuu kurasa 505 aya ya 2 anasema kwa kadri upinzani unavyozidi kuendelea, watumishi wa Mungu wanaingiwa na wasiwasi tena, maana huonekana kwao kwamba wamejiletea hatari. Lakini dhamiri pamoja na neno la Mungu uaminishe ya kwamba msimamo wao ni sahihi. Mapambano yanazidi kuendelea. Majaribu yanazidi kuwa makali. Lakini neno la Mungu linawashuhudia kwamba msimamo wao ni sahihi. Ushuhuda wao ni kwamba hatusubutu kugeuza. Hatusubutu kugeuza, kubadili, kugawa amri za Mungu, kuitwa sehemu moja ya sheria ni takatifu, sehemu moja ya sheria ni ya upuzi sio na maana. Mungu tunayemtumikia haweza kutuokoa. Kristo amezishinda mamlaka zote za kidunia. Kwa hiyo na sisi tutauogopaje ulimwengu uliokwisha kushindwa? We are not to give up. It is sin against God. Ni kumtukana Mungu, kuambia you have no power to save me. Lakini ametuambia mpingeni shetani na yeye atawakimbia. It's simple like that. Sikiliza. Nini ambacho anahitaji tukifanye katika wakati huu wa majaribu makali, tunapohitaji kufikia ukamilifu katika tabia ya Kristo? Hayo ndio maandalizi ya muhimu ambayo ni lazima tuyafanye tunapojiandaa kwenda kuonana na Baba yetu wa mbinguni face to face. We have to reflect the image of our Savior Jesus Christ fully. Ili tukaonane na kuwa na amani na Mungu, lazima tuwe na tabia ile ambayo Yesu aliishi akiwa nayo katika ulimwengu huu, na anatamani tuwe nayo katika ulimwengu huu. If we want to live and to see Jesus, to see our Father face to face. Na ni lazima tuongeze kila udhaifu ulio nao. Kneel down and pray. Omba. Nitazidi kuwasisitiza sana. Tunapaswa kuomba. Usikubali kusema nimeshindwa. Hakuna kushindwa. Ni heri ufe kwenye uwanja wa mapambano. Don't leave the battlefield. Better to die within the battlefield, not out of the battlefield. Ufe kwenye uwanja wa mapambano, kwamba nilikufa nikiwa napambana kushinda kiburi. Nilikufa nikiwa napambana kushinda ubinafsi. Nilikufa nikiwa napambana
kushinda kila neno baya, kila tendo baya, kila kuupenda ulimwengu, kila tamaa zake. I have died in the battlefield. Lakini sio kufa huko kwenye nje kwamba mimi nimeacha, nimetupa na msalaba lenyewe. Carry the cross. Kwenye wimbo namba 110 ubeti wa 4 wa mwisho tunasema msalaba tutabeba daima kwa furaha. Tumaini la vizazi vyote, ukurasa wa 22 inatuambia majaribu haya watayapokea kwa furaha, sio kwa huzuni. Maana huzuni inaongeza uzito wa majaribu. Sema hiki kikombe hakitoshi. Ilikuwa ni nini? Mwarobaini peke yake. Ongeza mwalovera. Huyu ugonjwa wake ni mkubwa. Sema bado analia. Bado ongeza shubiri humo. Na bado ndo kaongeza kilio. Unajiongezea shida. Unapolalamika wakati wa majaribu, unamwambia Mungu, hili jaribu halinifai. Ugonjwa wangu ni mkubwa kuliko. Ongeza. Sikiliza. Vielelezo vya mafundisho ya Kristo. Sura ya 12. Lulu za uzima. Christ's object lesson. Sura ya 12. Ambayo inasema kuomba ili kutoa. Sikiliza. Anasema Mungu asemi, aya 2, aya 3. Anasema Mungu asemi omba mara moja utapokea. Hasemi hivyo. Anasema kuomba kwa msisitizo kunamleta mwombaji katika moyo wa kutaka sana na kumongezea hamu zaidi ya kupokea vitu vile anavyoviomba. Anasema Kristo alimwambia Martha kando ya kaburi la Lazaro, ukiamini utauona utukufu wa Mungu. Lakini wengi hawana imani hai, ndio sababu hawaoni zaidi uwezo wa Mungu. Udhaifu wao unatokana na kutokuamini. Wana imani zaidi katika kwa matendo yao, zaidi jinsi Mungu atendavyo kazi kwa njia yao. Wanajitukuza wenyewe, wanajitunza wenyewe, wanapanga na kujaribu, wanapanga na kuratibu, bali uomba kidogo sana. Na kwa kweli wana imani haba sana kwa Mungu. Wanadhani wanayo imani, lakini ni msisimko tu wa muda, wakiwa hawaelewi kile wanachohitaji ama ambacho Mungu yuko tayari kutoa. Hawavumilii kutunza maombi yao kwa Bwana. Be patient. Tuliona kwenye somo lililopita mambo matatu ya kulifanya jaribu liwe tamu kwako. Prayer, uvumilivu, ustahimilivu. Ukiviondoa utalia mno. Kwa nini mimi Bwana? Mbona amezidi? Mungu unioni. Bwana mbona usikii? Yaani tunamfanya na Mungu ni kiziwi tena. Sikiliza. Maombi yetu hayana budi yawe na mkazo na msisitizo kama yale ya rafiki mhitaji ambaye aliumba mkate usiku wa manane. Lazima Bwana sikuachi mpaka unibariki. Yakobo anaomba ombi moja usiku mzima. Hilo ni lazima litufundishe kuona ya kwamba Mungu anatamani. Kwa nini anaruhusu kukawia? Kwa sababu kwa kadri unavyoomba moyo wako unainuliwa zaidi kumfikia yeye. Kama asingefanya hivyo, Mungu akiwa anajibu maombi papo kwa papo, atatupoteza wengi. Kwa sababu huwa mara nyingi tukishapokea tulichoomba tunaacha kuomba. Huwa iko hivyo. Kwa hiyo mara nyingi akiruhusu anatengeneza mazingira, akisharuhusu ombi hili limejibiwa, jaribu lingine lishafunguliwa tayari. Sasa mbona majaribu hayaishi? Kwa sababu Mungu anatupenda. He wanted to sanctify us so that we may be holy, perfect to God. Anahitaji kututakasa na kutusafisha ili tuwe watakatifu, wakamilifu kwa Baba yetu wa mbinguni. Bwana anatamani tujiweke tayari. Mtu mmoja mmoja anatamani tujiweke tayari. Familia anatamani zijiweke tayari. Anatamani kuona familia za wacha Mungu kuwa mbingu ndogo katika ulimwengu huu, na sio kuwa mahali ambapo watu hawafurahi kuishi. God wants to change this situation. Lakini ni kila mmoja ambaye atakubali kujitoa mwanga, kujikana maisha yake, kujikana nafsi, kuifia nafsi yake kila siku. Tumeambiwa die to self every day. Kila siku tunapaswa kuifia nafsi.
Kila siku nifie kiburi, leo nafia ubinafsi, leo nafia hali ya kukataa, hali ya kuacha kuomba, leo nafia hali ya kupenda ulimwengu. Kila siku ni lazima tuifie nafsi until the image of Christ are reflected in us fully. Mpaka tabia ya Kristo, sura ya Kristo iakisiwe kikamilifu ndani yetu. Ndipo tutasema gari, I am ready to see you. Sio kwa kiburi. Lakini Bwana atasema, tazama mtumishi wangu. Atakutaja, utaweka jina lako. Tazama mtumishi wangu mkamilifu katika ulimwengu. Maisha ya Mkristo ni maisha ya vita. Hakuna Mkristo ambaye atapita pasipo majaribu. Hakuna. Lakini majaribu haya yanapaswa kutuongoza kumlilia Mungu kila siku. Bwana, ninahitaji kutoka mjini, lakini sina nyenzo za kunisaidia. Omba. Mungu ana mahitaji yote. Ana mahitaji yote, na usiweki mashaka. Mashaka ni upofu na wala hayawezi kuona mambo yajayo. Lakini Kristo anauona mwisho tangia mwanzo, na katika kila ugumu yeye anayo njia iliyoandaliwa tayari ili kuleta unafuu. Baba yetu wa mbinguni ana njia elfu kwa ajili ya mahitaji yetu ambazo hatuzijui kabisa. Na katika kila ugumu na wale wanaotegemea, wanaoishi kwa kanuni hiyo na kumtumaini Mungu mwenye uweza, wataona mashaka yakitoweka na njia nyofu ikionekana mbele ya miguu yao. Badala ya kuweka mashaka na kuendekeza kutokuamini, omba rehema za Mungu na Bwana atafungua mlango ambao hukudhania kabisa kwa ajili ya kupata ushindi. Basi hiyo ndio tafakari ambayo Mungu alitamani tuisikie leo. He wants us to be ready. Bwana anatamani tuwe tayari. We are not ready. Our families are not ready. Familia zetu haziko tayari. Wewe pima kwamba leo Mungu akija abebe familia yangu niende mbinguni hivi tulivyo, kweli mbingu itakarika? Au itakuwa ni moto? Many of the God's families are not ready. Familia za watoto wa Mungu wanaoitwa kwa jina la Mungu are not ready. Lakini Mungu anatamani kubadilisha hatua hiyo. Tuna muda mdogo sana uliosalia. Labda tudanganywe na wanaolalamika time setting. Let them deceive themselves. Acha wajidanganye kwamba ni time setting. Basi Bwana atubariki. Ninaamini wale ambao tumekuwa pamoja tangu mwanzo mpaka wakati huu, giza linaingia na una sura inaanza kupotea taratibu. Ninaamini sote tumebarikiwa. Tuzidi kuombeana. Usimkatishe mtu tamaa, muombe. Usiruhusu uwe daraja la kumpeleka mtu jehanamu. We are to be peacemakers. Basi niwaalike wote tunapoenda kupiga magoti. Yote ambayo tunapambana nayo, ria miguuni pa Yesu. Yesu ameahidi kabisa hata mtupa mtu kamwe. Tutasoma kwenye kitabu cha Maombolezo. Kuanzia mstari wa 23, 24, 25. Tutasoma mpaka 34. Mungu hata mtupa mwenye yake milele. Anaenda kwake kuomba msaada, hata mfukuza. Tunapaswa kumlilia Mungu mchana na usiku kila wakati ili atupatie ushindi. Pambana. Dhamiria. Usitoke kwenye uwanja wa mapambano mpaka uhakikishe ya kwamba kiburi kimeondoka, ubinafsi umeondoka, kukata tamaa kumeondoka. Basi tupige magoti kwa ajili ya ombi. Tuombe. Baba yetu mwema, Baba mtakatifu, Baba uketie juu mbinguni, Baba unayetujali, unayetupenda, asante kwa kuwa leo umejidhihirisha tena. Tumeisikia sauti yako. Mioyo yetu imesikia ukinena nasi kwa kina, ukitusii tena kwamba unatamani tuokolewe. Unatamani tuonane na wewe uso kwa uso. Baba, tunakushukuru kwa neema ya kutupatia ujumbe huu wa jioni ya leo.
Asante kwa msikilizaji ambaye tumekuwa naye pamoja tangu mwanzo hata mwisho. Asante kwa mtazamaji kupitia media yako hii ya The Final Warning TV. Tumekuwa naye tangu mwanzo hata mwisho. Ujumbe huu ukawe ni sauti ya tumaini kwa mtu mmoja ambaye yamkini alikata tamaa kabisa kuacha kukufuata wewe. Ujumbe huu ukaamshe dhamiri ya mama mmoja ambaye alikata tamaa kabisa kuona kana kwamba uko karibu na yeye. Tusaidie tujiweke tayari, sura zetu, tabia zetu bado hazijaakisi tabia ya mwana wako mpendwa kikamilifu, lakini tunajua hautamani iendelee kuwa hivi. Tupatie tabia yako. Ondoa kiburi ndani yetu. Tuteketeza ubinafsi ndani yetu. Teketeza kupenda ulimwengu, teketeza kupenda anasa na kiburi na matendo mabaya ndani yetu, ili hatimaye tukiwa tumesafishwa kuwa watakatifu, tukijiandaa kuishi na jamii isiyojua kutenda dhambi katika ufalme wa mbinguni. Asante kwa kuwa wewe ni mwema. Asante kwa fursa hii ya thamani uliyotupatia sasa na ambayo utatupatie tena kwa majaliwa yako wakati mwingine, kujifunza masomo haya yatakayozidi kutusogeza na kutupeleka karibuni msalabani kwa Kristo. Ndilo ombi letu la pekee tunaloliwasilisha katika chumba cha patakatifu patakatifu, katika hekalu lililoko mbinguni. Kwa jina la Kristo Bwana wetu tunaomba na kushukuru. Amen. Yesu huita kwa upole mwingi, akuita wewe nami. Moyoni mwetu ngoja hukesha, hukungojea wewe. Njooni kwangu mliochoka, njooni. Yesu huita kwa upole mwingi, akuita uje kwangu. Atuombeapo usikawie, hutuombea sisi. Usidharau maana huruma kwetu sisi. Njooni kwangu mliochoka, njooni. Yesu huita kwa upole mwingi, akuita uje kwangu. Siku za maisha hupita hima, hupita kwako kwangu. Usiku waja, kifo kinakuja, huja kwako na kwangu. Njooni kwangu mliochoka, njooni. Yesu huita kwa upole mwingi, akuita uje kwangu. Fikiri juu ya upendo wake, upendo kwako kwangu. Dhambi zetu amekwisha samehe, msamaha ni yetu. Njooni kwangu mliochoka, njooni. Yesu huita kwa